Kwa majina naitwa Zena Ali Sapiku. Natokea mkoa wa Dar es Salaam. Ila pia kwa sasa nimefanikiwa kufika mkoa wa Mwanza na niko kwenye chuo cha walimu, niko Butimba. Na pia leo ni siku ya mahafali ya 86 kwa wahitimu ambao wa mwaka huu. Kwamba mtoto wangu leo anahitimu. Lakini pia tangu mwaka wa kwanza alivyoanza masomo kwenye chuo hiki cha Butimba, kwa jinsi alivyokuja kuanza na mpaka alivyokuja, yani mwaka wa kwanza mpaka alivyofikisha mwaka wa pili, kiukweli niliona mabadiliko makubwa sana ya kimaadili. Mtoto wangu nilimuona ana nidhamu ya hali ya juu akitokea chuo cha Butimba. Mtoto wangu alibadilika pia kielimu, akaongezeka pia kitaaluma. Naona mtoto wangu pia akapanda kwa maadili na kila kitu. Lakini awali ya yote napenda kutoa shukrani kwa mkuu wa chuo kutokana na utunzaji wa mazingira yaniyoyakuta chuo cha Butimba. Mazingira ni mazuri sana. Halafu pia nimekuta chuo kina nidhamu. Nidhamu niliyoshuhudia kwa mtoto wangu mabadiliko yake, lakini pia leo nimekuja Butimba nimekuta mabadiliko yale ambayo niliyoyaona kwa mtoto wangu, na hapa nikaongeza kwamba kimazingira pia nimeona moja kwa moja kwamba mazingira mazuri, maadili ni mazuri na nidhamu iko juu. Kwa jina naitwa Zabloni John Masunga, mzazi wa mwanachuo ambaye yuko katika chuo cha Butimba, anaitwa John Beatus Malugu. Kuna mambo ambayo nimejifunza kwenye hiki chuo. Hiki chuo ni chuo ambacho kinafundisha watoto wetu maadili mema. Tumekuta mazingira ya chuo ni mazuri, lakini pia ni mazingira ambayo yanamsaidia mtoto kujifunza kwa vitendo. Sasa ushauri ambao naweza nikaendelea kutoa kwa wazazi ambao bado wana wasiwasi na hiki chuo, wakielewe kwamba ni chuo kinachofundisha maadili mazuri, lakini pia ni chuo ambacho kinawaelekeza watoto namna ya kuishi baada ya kutoka chuoni. Kwa hiyo mimi kama mzazi nimefurahi, nimetoka mkoa wa Geita, nimekuwa ni sehemu ambayo ni nzuri kwangu kujifunza kwa hiki chuo. Lakini bado tumeona walimu wanavyoshirikiana na wanafunzi, lakini pia tumeona jinsi ambavyo mazingira ya watoto wetu yanawafeva kwa ajili ya kuweza kusoma. Binafsi nimefurahishwa sana na chuo hiki, na tunaamini watoto wetu kwa maadili walioyapata ya kielimu darasani, basi watatoka nayo hayo wakaendelee kuyafanya kivitendo ili waweze kuwasaidia katika maisha yao. Haya yote yatawezekana wakionyesha juhudi zao wao wenyewe. Lakini tumewajengea wahitimu hawa uzoefu mpana wa kujifunza na kufundisha unaosisitiza matumizi ya mbinu mbalimbali shirikishi ambazo zinagusa mahitaji ya kila mwanafunzi. Tungekuwa na muda wa kutosha tungeweza kudemonstrate hapa ili uone kiasi gani wamefuzu katika maeneo mbalimbali ya kufundisha na umahiri wake. Lakini tumewajengea wahitimu hawa katika viwango vyote vinavyokidhi haja ya kufundisha na kujifunza kwa ufanisi unaohitajika. Walikuwa na umahiri wa kitaaluma na utaalamu katika maeneo ya masomo yao ya msingi. Aidha, tumezingatia sera na mtaala wa elimu ya ualimu, matakwa ya sheria ya ualimu na miongozo mbalimbali. Hivi ndivyo tunavyozingatia na vinatuongoza katika kuhakikisha kwamba tunafika katika malengo yale ya kitaaluma. Lakini tumeweza pia kugharamia utayarishaji wa majaribio mbalimbali na mitihani ndani na nje ya chuo kulingana na idadi ya wanachuo kwa lengo la kuimarisha zaidi kitaaluma na kitaalamu. Tumeweza kutoa tuzo mbalimbali kwa wanachuo waliofanya vizuri katika maeneo mbalimbali kwa nyakati tofauti. Lakini katika maeneo la mazingira, nafikiri wewe ni shahidi kwa sababu ni mdau wa mazingira, najua jicho lako la kimazingira linaona kile ambacho chuo chetu kinafanya katika kuhakikisha tunaboresha mazingira. Nichukue nafasi hii kabisa kuwapongeza wahitimu wetu wote 438 kwa kufikia hatua hii. Ninawapongeza kwa sababu kwa mujibu wa risala aliyoisoma rais wa chuo hiki ambaye ni mwenzenu na anahitimu na pamoja na nyinyi, ameeleza kwamba kuna baadhi ya wenzenu walitamani kuifikia siku ya leo lakini hawajapata fursa hii. Wengine wameondoka kwa kukosa utovu wa nidhamu, wengine wameondoka kwa changamoto mbalimbali, wengine wameondoka kwa sababu swala la kupata taaluma ya ualimu haikuwa chaguo lao. Maana alisema hapa mkuu wa chuo kwamba mtu yoyote anayekuja hapa kwa malengo tofauti na kilichomleta huwa afiki popote. Lakini nyinyi ambao mliamua na mlidhamiria na kwa kushirikiana na wazazi wetu wapendwa mmeweza kufikia hatua hii. Nitumie fursa hii kwa niaba ya wageni wenzangu waalikwa
pamoja na wazazi wote walioko hapa na hata walioko nje, na viongozi wenzangu wa serikali na wananchi wa wilaya Nyamagana, kuwapongezeni sana wahitimu wetu kwa hatua kubwa hii mlioifikia. Hongereni sana. Mimi na wenzangu tunawatakia kila la heri.